Hivi ni kwa nini mnakuwaga na kawaida ya kuonea huruma watu ambao ni wachokozi? Mnawahurumia watu wanaochokozwa, watu wanaoumizwa, mnataka waendelee kuumia, yaani mnataka wao ndio wawe ngangari. Yaani mtu anakuja ananitukana, mimi namjibu aliyenitukana. Wewe unaumizwa na majibu yangu. Kwa nini usiumizwe na yule ambaye ameanzisha? Yule ambaye amekuja kunichokoza. Mimi sijawahi kumtukana mtu. Mimi huwa najibu. Mtu anapokuja, anavyokuja ndio navyompokea. Kwa hiyo naomba please, ujinga hapana. Wewe ukija na staili yako hiyo ya kutaka kuniumiza, nitakupokea hivyo hivyo, alafu nitakulima block, nitakudelete period. Uzuri ni kwamba tuna hizo option. Kwa hiyo sitakubakisha. Kwanza nitakupa jibu linalokustahili, pili nitakudelete, nitadelete comment yako, tatu nitakublock, hutaniona, ili kila mtu aendelee kuishi kwenye dunia. Jamani, dunia hii ina hewa, dunia hii ina space, dunia hii ina uhuru, dunia hii ina furaha. Kwa nini nichague kukaa na mtu ambaye ananipa stress kwenye ukurasa wangu ambao nimeuanzisha mwenyewe kwa yani bila kulazimishwa, alafu mtu aje aanze kuninyima pumzi, aanze kunikaba na mimi nimwangalie? Hapana, sio mimi. Huko kwa watu wengine ambao wanatafuta heshima, mnaita heshima. Usijibu, kwa sababu kuna watu wenye heshima ambao nao wako huku kwenye mitandao, wana heshima. Heshima yake inanisaidia nini? Yaani heshima yake yeye inifanye mimi nisafe, niumie, ni suffocate kwa sababu ya heshima yake ambayo inampa yeye faida na familia yake na nyumbani kwake. Mimi sina hizo nonsense. Pumbavu na ujinga sio kwangu. Ukija hapa kipumbavu kijinga jinga, nitakuweka kwenye ujinga wako na nitakublock, nitakudelete. Nenda kajambe mbele huko. That is one. Number 2, usije hapo ukanipangia cha kuposti. Sijui wewe sijui unafanyaje, subiri kwanza mambo ya fulani yaishe. Mambo ya fulani yaishe? Hii dunia anaishi peke yake. Nani alisema kwamba yani mtu mwingine akiwa na furaha wewe unazuiliwa furaha yako, au mimi furaha yangu inaweza ikapunguza furaha ya mtu mwingine? Mimi siishi kwenye huo ulimwengu. Huo ni ulimwengu wa giza, huo ni ulimwengu wa shetani ambao unaamini kwamba mimi kama nafurahi kuna mtu mwingine anaumia, au kuna mtu mwingine atashindwa kufurahi. Mimi naishi kwenye dunia ya utele, dunia ya Mungu ambayo haijai, yani furaha ipo, haina, ni unlimited. Unaweza kufurahi unavyotaka, unaweza kuishi vile unavyojisikia, na mtu mwingine huko akaishi vile vile, ana furaha yake, ana watu wake watamfuatilia. Alafu ajabu ni kwamba wewe uko unafuatilia na huku unafuatilia. Sasa ufuatilie sehemu moja. Kwa nini uje uniambie mimi nisiposti mambo yangu kwa sababu kuna mwingine ana mambo yake huko? Why? Kwa nini usikae kwenye huyo mwenye mambo yake ambayo wewe unaona yeye ndo ana deserve sana na stahili sana kuishi, kufurahi, mimi si stahili? Kwa nini unakuja kwenye page yangu mpaka uje uanze kunipangia vya kuposti, vya kuweka wakati gani? Alafu please, kwa hiyo furaha, yani ukiishi kwenye ulimwengu wa nuru kuna furaha tele, na furaha zetu sisi tunafurahia furaha za watu wengine. Sio kwamba sisi tunatakiwa tusifurahi wakati fulani anafurahi, au sisi tutanyimwa baraka kwa sababu fulani kapewa baraka. Hapana. Mungu wetu ni Mungu wa utele, anagawa baraka kote, yani nuru ni kwa wote, kila mtu anaweza uwezo wa kufurahi vile anavyojisikia. Okay? Hiyo furaha yangu haipunguzi ya mwingine, wala ya mwingine haiwezi kunipunguzia mimi furaha yangu. Maisha yanaendelea, kila mtu aishi anavyojisikia, kila mtu afanye ya kwake. Na huko ndiko kwenye ulimwengu wa nuru, okay? Kwenye ufalme wa nuru, kwenye ufalme wa Mungu. Mambo ndio yako hivyo. Okay, lakini kama unaishi kwenye ufalme wa giza, ndugu yangu, ndio utajisikia kama unabanwa. Yaani fulani akiposti furaha yake wewe unabanwa pumzi. Huwezi kupumua. Huko ni gizani, huko mimi sipo. Nilishatokaga huko zamani, sipo kabisa. Kingine cha kijinga kabisa, naomba please mkome kabisa hiyo kitu mnayojaribu kufanya ya mimi nimeanza kushare safari yangu ya ujauzito mapema sana. Tumbo langu nimeliposti mapema kabla hata halijatuna. Kwa hiyo usije sasa hivi ukaanza kuitumia kwa ajili ya kutaka kuleta kupandikiza chuki na kutafuta tumbo lipi la kweli, lipi la uongo. No, please. Naomba sana. Yaani huo ni ufalme wa giza ambao naukemea kwa jina la Yesu Kristo. Hauna mamlaka katika peji yangu, katika majukwaa yangu, hakuna hayo mambo.
Hakuna. Kwa hiyo naomba tafadhali ukome kabisa. Nitakubloku, nitadelete comment yako na nitakubloku. Usiniletee kabisa hayo mambo, mimi sina. Huu sio uwanja wake. Wewe kama umeamua kujiweka kama Farisayo ambaye alikuwa hataki kabisa, yaani kila Yesu alivyokuwa anafanya muujiza alikuwa anatafuta kujua kwa nini huu muujiza umewezekanaje? Haiwezekani, haiwezekani kabisa, huyu hawezi kupona. Uliponaje ponaje? Wewe miaka 38 hujawahi kuona, imekuwaje? Alikufanyaje mpaka ukaona? Yaani hicho ndicho ambacho mnajaribu kukileta hapa. Hapa sio sehemu yake. Hapa ni sehemu ya miujiza ambayo Mungu anaweza kuifanya, na Mungu anaweza kuonyesha uwezo wake, uweza wake, mamlaka yake pale ambapo akili ya mwanadamu imeshakwambia wewe you are nothing. Mwanadamu anakuweka kwenye eneo lake, anakuonyesha kwamba wewe huna, yani anakuambia hapa ndio kwako. Na pale ndipo Mungu anapokuinua sasa, anaonyesha ukuu wake, anaonyesha uweza wake. Kwa hiyo anafanya yale mambo ambayo wanadamu walikuwa wanadhani hayawezekaniki, Mungu ndio anayafanya. Na hiyo ndio tofauti ya Mungu na binadamu. Na ndio maana Mungu akasema akili zake na za mwanadamu ni kama ardhi na mbingu. Kama ilivyo ardhi na mbingu zilivyo juu sana, ndivyo akili za Mungu na akili za mwanadamu zilivyo tofauti. Kwa hiyo please, usije hapa ukaanza kutafuta, ukaniletea utomaso, ukaniletea ufarisayo, ukaniletea ukuhani wa enzi hizo ambao walikuwa hawataki kabisa kukubaliana na miujiza ya Yesu Kristo. Sitaki mimi, sitaki kabisa. Usije ukatumia sijui tumbo, mbona hili lina mstari, hili halina. Sitaki huo upumbavu, huo ujinga sio kwenye platform yangu. Peleka huko, nikikukuta na kulima block na kwanza na delete huo upumbavu wako, na kulima na block. Unaenda huko kajambe mbele huko. Site ujinga hapa. Okay? So, otherwise mambo yanaendeleaje? Tuendelee vizuri, tuendelee poa, tuendelee kufurahi, tuendelee kufurahia baraka za Mungu, tuendelee kufurahia miujiza ya Mungu. Kwa upande wangu mimi nilishasema, mtu asikwambie wewe sijui una umri gani, sijui kitu gani, takataka gani, huwezi kupata mimba. Na hiyo mimba huo umepata sijui kwa IVF, sijui umepata kwa kitanda kawaida, umepata sijui kwa teknolojia gani. Mungu ni Mungu wa maarifa. Mungu ndio chanzo cha maarifa, na Mungu ndio ameumba hawa wanasayansi wote ambao wanaweza kuvumbua hizo IVF, wanaweza kuvumbua sijui vitu gani. Hao wote, hata kama umepandikiza kwenye chupa, hata kama umepandikiza kwenye tumbo la mtu mwingine, hata kama umefanyaje, haijalishi. Wewe njia ambayo Mungu atakupangia kupata baraka ya mtoto, hiyo ifurahie, kwa sababu anayetoa uhai ni nani? Mungu peke yake. Hakuna shetani ambaye anajua nini maana uhai, kutoa uhai. Hakuna hakuna mwenye uweza wa kutoa uhai. Hata hao wanasayansi bado hawatoi uhai. Mungu anawapa mbinu mbalimbali, maarifa mbalimbali, lakini anayeweka uhai ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mimi nachotaka, my message ni wewe kuendelea kumwamini Mungu. Kama kuna njia zingine ambazo unazitumia za kitabibu, ni njia ambazo Mungu amewapa wanadamu maarifa ili waweze kutuhudumia. Kwa hiyo ndio maana tukiumwa tunakunywa madawa, hatukai tu tukaomba tukafanya. Mungu ametoa maarifa mengi, na Mungu ndio chanzo cha nini? Cha maarifa. Kwa hiyo my message, furahia maisha. Wewe achana na stress. Mtu asikwambie mtoto ni wa IVF, huyu si ni wa chupa, huyu si ni wa kupandikiza, huyu si ni wa nini. Yaani hizo zote hizo ni wanadamu, na shetani ni muongo na ni baba wa uongo. Anataka tu akukoseshe amani, anataka tu akufanye ujisikie, yaani usijisikie vizuri. Sasa hiyo sio kazi yangu, ni kubomoa hizo fikra za kishetani, kuzibomoa. Maana tumeshaambiwa vita yetu ni ya falme na mamlaka, ya hapa kwenye fikra. Imani inakuja kwa kusikia. Chunga sana unachokisikia. Mtu asije akaandika utumbo wake hapa na we ukanasa, hivi kumbe mtoto sijui wa nini, mtoto sijui na nini, tumbo sijui la kitu gani, sijui ni takataka gani. No. Pokea muujiza wako. Mimi nimeamua kushare safari yangu from the beginning. It is okay. Mwingine aliamua kuficha akatuletea surprise. It is okay. Yaani wewe fanya kile kitu ambacho kinakupa amani, kinakupa faraja, kinakupa. Achana na binadamu. Binadamu siku zote, hasa wale ambao wako kwenye ulimwengu wa giza, wako kwenye ulimwengu wa shetani, wanatafuta kukosoa na kutafuta tu kwamba hicho kitu sio, hivyo tu, anatafuta tu negative.